tumezivunja, zinakuwa 2 za dhuhuri na alasiri ndani ya wakati wake, kama alivyofanya Bwana Mtume mtukufu wa daraja. Kwa ajili hiyo basi tunaendelea kuswali hivi mpaka tutakapoondoka Mina, kwa maana kwamba leo na kesho tukirudi tena hapa ya kesho kutwa na kuendelea mpaka zile ayamu tashrii, aina ya sala itakuwa mfumo huu mpaka tuondoke Mina. Lakini pia ndani ya sala kuna ibada kubwa iliyoamrishwa itekelezwe baada ya kila ibada kubwa. Ukipeleleza baada ya kila ibada kubwa kuna dhikri. Mwenyezi Mungu alipotuambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum, mpaka mwisho akasema fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira. Ukimaliza kuswali dhikri, na ndio maana katika sunna vile vile astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar, ibada yoyote kubwa mwisho wake unaleta dhikri. Na hii ibada ya hija Mwenyezi Mungu anatuambia fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum abaakum, mpaka mwisho wa aya. Mkimaliza ibada yenu ya hija mtajeni Mwenyezi Mungu sana. Katika aya nyingine fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ari al-haram, dhikri kwenda mbele. Kwa hiyo hii kazi inayotuweka hapa na pengine ni dhikri tu. Unajua man jahila shay'an ada, wanasema Waarabu, mtu akiwa mjinga wa kitu basi huwa anakipiga paka vita pia. Usiyemjua huwezi kumthamini. Kwa hiyo unapoelezwa yule ni nani, ile thamani yake ukaijua, ndipo unapomthamini yule mtu. Lakini unaweza ukampita hapa kwa sababu humjui, ukamtukana, ukamdharau, ukamdhalilisha. Inawezekana tupo Mina lakini hatuijui Mina ni nini. Kwa miongoni mwa mambo muhimu ambayo umetutajia, yote ni muhimu, lakini kumbe hapa ndipo palipozaa Uislamu kuenea kwake katika ulimwengu wote, katika Jamarat pale. Mwalimu wa kwanza au balozi wa kwanza kama muarikhina wanavyomuita amemtaja hapa, akapelekwa zake Madina. Nani? Mus'ab ibn Umair. Na wanahistoria wanasema huyu alikuwa kijana mtanashati kweli kweli. Ndio maana wanakopi watu, mabalozi wanakuwa watanashati sana. Kumbe wanakopi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ukipita hivi unasikia harufu ya manukato yake kama alivyokuwa Mtume Muhammad. Nguo zake ilikuwa imported. Alikuwa havai nguo za mjini pale, lazima zitoke Yemen wapi, ndio nguo za Mus'ab ibn Umair. Alikuwa na fedha. Haki kuna watu wengine wanaona huyu kaona hana kitu ndo kaona akimbilie mambo ya dini. Hapana. Kaacha kila kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa yake moja kubwa alokuwa nayo, wanachuoni wa historia wanasema alikuwa wasi'u sadri, alikuwa na kifua kipana. Na hii ni lazima kwa kila dai au balozi au anayetumwa pahala kwenda kufanya kitu awe na sifa hii ya kuwa na kifua kipana. Wazee wanakuuliza, unacho kifua hicho? Ndio kifua hicho, kifua kipana. Ukisema ninacho, siki hapa, sicho hicho. Kifua cha kuweza kubeba mambo. Mus'ab ibn Umair alikuwa nacho hicho. Ukitaka kujua, usome historia yake alivyowasilimisha vigogo Asiyad wa Bani Abdul Ashhal kule Madina, kina Saad, kina Usaid ibn Hudhair. Alikuwa akipokea matusi, lakini yeye alikuwa akijibu nini?
Anasema ushamaliza baba? Nimemaliza. Hala jalasta wa tasma'u minni, basi yani zaidi ya matusi aliyopokea, sema sasa naomba ukae nami unisikilize. Hakurusha ngumi, hakurudisha teke. Hii ndio maana ya wasi'u sadri. Na kweli baada ya mtu kuona ametukana sana na hakujibiwa tena, anamuomba kwa heshima, kaa nisikilize, alikuwa kikaa kweli anasikiliza. Ndivyo walivyosilimu akina Usaid ibn Hudhair na wengine wakaingia. Wanasema wanachuoni wa history, fama taraka baban min buyuti al-ansari illa dakhalahu al-islam, hakuacha hata mlango katika nyumba za watu wa Madina isipokuwa tayari kulikuwa mtume anatajwa katika, mwenyewe hajafika, ujue yuko huku bado, kule jina la Muhammad limeshatangulia kabla ya kufika kwake. Ilitokea hapa Mina. Sheikh najua ameacha mengi sana, ametuwekea akiba, lakini ilikuwa ni desturi ya watawala wote wa Kiislamu waliokuja, au dola zote za Kiislamu, kuanzia daula Abbasiya kama alivyoitaja mpaka dola ya mwisho kudondoka, Daulatul Uthmaniya. Kuna athari zao humu. Daulatul Uthmaniya, Ottoman Empire. Katika pembeni ukiangalia vizuri utakuta kitu kama kanawat, channel za maji hivi, wanasema zile ni za mama anaitwa Zubeida, mke wake Harun Rashid alizifanya zile, kwa sababu hapa palikuwa pana kawaida ya tabu sana ya maji, na ndio maana leo kumeitwa Yaumut Tarwiya. Yaumut Tarwiya maana yake tazwid min alma, watu kuokota kujaza maji katika vinywaji vyao, madumu yao, na kuwanywesha maji wanyama wao kwa wingi kwa ajili ya safari ya kwenda Arafa. Ndio tarwiya yenyewe. Kwa hiyo shida ya maji hapa ilikuwepo. Hata wazee wetu miaka ya 80 wakija katika sehemu hizi ilikuwa tabu. Anakuja hapa na geleni lake la maji. Sasa hii ilianza zamani, na ndiyo sababu ya Amr ibn Luhai kuwaambia Waarabu, hapa nyinyi mna shida ya maji, inabidi mtafute Mungu wa kuleta mvua, na nyinyi hamna Mungu hapa. Akaenda zake Syria akakuta masanamu yanauzwa, akaambiwa huyu hapa ni Mungu wa mvua, akamnunua akamleta zake hapa. Miongoni mwa masanamu 360 yaliyokuwa ndani ya Al-Kaaba lilikuwemo na hilo. Wasema huyu ndo Mungu wa mvua, tunamuomba atupe maji, sisi tuna shida ya maji hapa. Na kweli akamleta. Mtume amemzungumza huyu bwana, anasema raaituhu fi nari jahannama yajurru am'aa, nilimuona motoni anaburura matumbo yake. Kauliza ya Rasulullah, ni nani huyu? Anasema huwa awwalu man adkhala ibadata al-islam fi al-jazira, ndo mtu wa kwanza kuleta hapa ibada ya kuabudia masanamu, kuwaleta yule miungu wa masanamu, yeye ndo mtu wa kwanza kwa sababu ya maji. Kwa hiyo hawa walikuwa kila wakija watawala mbalimbali wanahakikisha Mina kunajaa maji kwa ajili ya mahujaji. Kwa hiyo Nahru Zubeida ipo hapa. Na sasa sio Nahru Zubeida tu, katika watawala wa Bani Uthman wale wake zao wale vile vile walifanya renovation ya kuleta kanawati. Historia nyingi zimepotea, lakini pia walifanya. Suleiman al-Qanuni au al-Kanuni wenyewe wanamuita Suleiman Khan, alikuwa na mkewe vile vile Harimu Sultan. Kuna kitu kimoja cha television nyumbani walikuwa wanaonyesha tamthilia yake. Historia yake kubwa, yule mwanamke vile vile alitoa sadaka nyingi sana kwa ajili ya maji ya watu wa hapa Mina, kwa ajili ya mahujaji, kwa sababu anaijua ile historia ya kila waliokuwa watawala wakija Mina walikuwa wanaitizama, kwa sababu watoe sadaka kwa mahujaji wageni wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu analenga hasa kwamba mimi sadaka zangu nazipeleka Makka, tena sehemu ya Mina, pale watu wanahitaji maji, na pia nitakuwa nimewafurahisha wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wengi wanatekea kuhusu sisi wageni ambao tunakuja hapa, na mpaka leo serikali ya Saudi Arabia wanasema
kwamba khidmatul hujjaji sharafun lana, kuwahudumia mahujaji kwetu sisi ni pleasure, ni sharaf, kwa sababu tunawahudumia wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwanza lazima wewe mwenyewe kwanza ujitambue. Unajua kama wewe mwenyewe hujitambui wewe ni nani, inakuwa matatizo. Wewe ni mgeni wa Allah. Je, unajitambua kama wewe ni mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala? Mufti wetu kule Tanzania aliingia na slogan akasema, jitambue, badilika, acha mazoea. Maneno mazuri. Jitambue. Kujitambua ni kitu kikubwa. Wewe haji unajitambua wewe una wasifu gani, una sifa gani, ni nani? Ndio maana Umar ibn Abdul Aziz aliposikia jamaa yake mmoja amenunua pete, kito chake thamani yake ni dirham 1000, alikasirika sana. Sasa dirham sio dinar, dinar ni ya dhahabu, lakini dirham iko low kidogo cost yake. Akakasirika, akaandika barua, akamwambia, balaghani annaka ishtaraita khataman fusuhu bi1000 dirham, nimesikia kwamba umenunua pete wewe kito chake dirham 1000. Nimesikia, nimepata habari hizo. Faidha wasalatka risalati, barua yangu ikikufika hii, bi'il khatam, iuze pete hiyo, wa at'im bi thamanihi 1000 ja'i', hizo dirham 1000 walishe maskini 1000. Washtari khataman min hadid, kama unataka pete nunua pete ya chuma, lakini andika katika kito chake hiyo pete ya chuma, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi, Mwenyezi Mungu anampenda na kumrehemu mtu ambaye anajitambua. Andika kwenye pete yako hivyo. Kwa nini unajua alimwambia vile? Kwa sababu Umar ibn Abdul Aziz ni katika vijukuu vya Umar ibn al-Khattab, na Umar ibn al-Khattab ukitaka kuizungumzia zuhud na kuipa mgongo dunia na kuwajali watu, basi ni nyumba hii. Anataka kumwambia wewe, umesahau sisi ni akina nani? Umesahau wazee wetu? Umesahau sisi tulivyo? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Iko maneno haya talabatul ilmi wanayajua maneno haya. Ndio anachotaka kumweleza kwamba hii inawezekana ikawa ni halali, lakini kwetu sisi hii ni kama haramu. Ndio maana ya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Uza pete hiyo, nunua pete ya chuma kama unapenda kuvaa pete sasa, alafu andika rahimallahu rajulan arafa qadra nafsi, alafu walishe maskini 1000 kwa pesa zako hizo. Huyo ni Umar ibn Abdul Aziz, kijukuu cha Umar ibn al-Khattab. Ukitaka kuijua historia ya uadilifu wao, yasome tu maneno ya Hafidh Ibrahim madogo, lakini yanaeleza historia ya hawa wote yote. Ya rafi'a rayata shura wa harisaha, jazaka rabbuka khairan an muhibbiha, رأي الجماعة لا تشقى البلاد رغم الخلاف، ورأي فرد يشقيها إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهى زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. mpaka mwisho wa maneno inaeleza ile kingdom ya Umar ibn al-Khattab, namna walivyokuwa na satwa lakini na hofu ya Allah, lakini wanajitambua. Kwa hiyo maneno haya mahala shahida wa baitul qasid, wewe ni mgeni wa Allah, sharti ujitambue, usizozane na watu, usipigane na watu, usiwaseme watu, usisengenye, hususan katika ardhi hii ya haram. Alafu unakaa pembeni unamsengenya mtu. Vumilia, subiri kwa kila kinachokusibu katika harakati hizi. Mimi huwa narudia, angalia hiki kigodoro tunachokilalia.
kama mwanandani. Kuna tadribati hapa ndani kubwa, lakini siku tunazokaa hapa tumeshakaa sana hapa. Sheikh hapa anahija, Sheikh Abbas zinasiji kama si 40. Sisi ni watoto kwake, lakini na mimi ni mahiji sihaba, karibu hija 17 nimehiji. Tunajua hizi sehemu namna zilivyokuwa na dhiki, na haya ni mambo ya kupita. Sasa hata ukituone hapa usituhurumie, sisi tunajua tunafanya nini. Baada ya muda tutaondoka hapa na tunachuma baadhi ya vitu. Kweli kuna malalamiko mengi, mengine wala hatujafanya sisi tuliowaleta, yako nje ya uwezo wetu. Wanatufanyia hawa ambao tunawalipa kuja kutupa mahema. Kwa ajili kuna vitu vingine tusikubali, tuitafute haki yetu kwa njia nzuri. Tusimtukane mtu, tusimpi. Hapa kuna hija moja hapa tulipigana mahujaji wa Tanzania na nchi nyingine jirani siitaje. Mmoja wetu marhum sasa ameshafariki, akapoteza simu yake, ngumi hasa. Na mara nyingi katika siku hizi za Mina hizi, kwa sababu ile mabasi harakati zinakuwa ngumu, basi unaweza ukakutoka mkono mmoja mzuri ukampiga haji mwenzako. Subra inahitajika, uvumilivu unahitajika. Inshallah baada ya siku 2-3 tutamaliza na tutarudi katika sehemu zetu nzuri. Mwenyezi Mungu awabariki mahujaji, awafanyie wepesi katika mambo yenu, au tutakabalie hija yetu, aijalie iwe ni hajjun mabrur wa sa'yun wa dhanbun. Inshallah Mwenyezi Mungu awatakabalie nyote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya Isha inshallah tutatoa mukhtasari kuhusu habari ya kesho, siku kubwa hiyo kama tulivyoambiwa. Kwa hiyo innal adhaima kufuha aludhamau, mambo makubwa yanataka maandalizi makubwa. Kwa hiyo tutaambizana 2-3 nini cha kufanya kwa ajili ya siku ya Arafa ambayo ni kesho. Shukran jazilan.